is Youth for Peace podcast, na hii itabase zaidi kwenye kuona michango ya vijana katika masuala mazima ya amani. Amani manake ni ile hali ya mtu kuwa ana uhuru wa kufanya jambo pasipokuwa na hofu. Sio nyakati zote utatambua kwamba mtu ana amani au hana amani, kwa sababu tunaposema inaanzia kwa mtu mmoja mmoja, hali ya kibinadamu, inawezekana kifikra, yale ambayo unayatamani, yale ambayo unayaota, uko na changamoto ambazo zinakufanya usiyafikie. Mimi naamini kwamba vijana hatuna sababu ya kuwa blind, kwa sababu sisi ndio wa sasa hivi, yani sisi ndio taifa la sasa hivi. Vijana wapo wa makundi mbalimbali. Muktadha ndio utakao kuambia wewe unataka ufanye nini kwa watu wako. Ni kwamba amani ni tunu, lakini pia amani ni zawadi ambayo inapaswa kuenziwa kwa gharama ya namna yoyote. Issue ya afya ya akili inahusiana vipi na issue za amani? Wewe unaona kwamba siku moja labda umelala ndani nyumba yako umelala, alafu zeni unaamka unasema hivi mlango nimefunga sijafunga. Unapaka hapo unaamka tu ukaenda kuangalia mlango utakuta umeshafunga zamani tena. Unapaka hapo hiyo that's a problem pia. This is Youth for Peace podcast, ikiwa ni msimu mpya kabisa wa ajenda hii ambayo inakwenda kuzungumziwa kwa upana na kwa ukubwa, na hii itabase zaidi kwenye kuona michango ya vijana katika masuala mazima ya amani. Je, ni kwa namna gani vijana wanauelewa juu ya neno amani, wana active amani, au kuna namna bado hawajaelewa amani ni nini? Nitakuwa hapa na moja ya wageni ambao wao ni vijana na bahati nzuri ni wa Kitanzania. Kwa hiyo watakwenda kutueleza kwa upana na tutaenda kuelewa namna nzima ya kutunza amani, lakini pia kuendeleza amani ya taifa letu kwa ujumla. Niko nao hapa, watajitambulisha wale akina nani, lakini watatuelezea wanafanya nini katika maeneo yao. Karibuni sana. Asante sana. Labda ningependa kufahamu kuanzia Miss Pale, ujitambulishe majina yako, lakini pia utuambie unakaa wapi. Sawa, mimi kwa jina naitwa Sylvia Mkomwa, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Global Impact Transformation Tanzania, na tukiwa sehemu ya wahamasishaji juu ya ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya amani. Pia ni wajumbe wa Youth for Peace Agenda Tanzania. Yes. Karibu Mr. Alright, asante sana. Mimi naitwa Elvis Jackson na Majojo, nafanya kazi na taasisi ya vijana ambayo inaitwa The African Leadership Initiative for Impact, na mimi ni pale ni meneja miradi. Na taasisi yetu kimsingi pia sisi ni wadau ambao tumekuwa tukifanya shughuli za ushirikishwaji na pia na ushiriki wa vijana katika masuala ya amani na usalama, lakini pia tuna champion agenda ya Youth for Peace hapa Tanzania. Asante sana. Kwa utambulisho huu mdogo tu, mimi kwa upande wangu naona hapa niko kwanza na viongozi, lakini sio viongozi tu, ni watu ambao ni mahiri sana, na naamini kwamba tutakwenda kujadili kwa pamoja masuala ya amani ili tuweze kuwaelewesha vijana wenzetu, kwa sababu kwa namna moja au nyingine nimesikia hapa Youth for Peace Agenda, nyinyi wote mnahusika kwenye hiyo field. Kwa hiyo nadhani tutapata uelewa mkubwa sana kutoka kwenu. Sasa nikianza na Mr. Alvis, wewe unadhani kwamba neno amani yani lina maana gani kwako? Asante sana. Neno amani hili neno mtambuka, lakini ningetamani pia niweze kuelezea kwa dhana tofauti tofauti. Kwa mfano, wenzetu wale wa Ufaransa hili neno amani kwao wanaita kama peace. Lakini pia ukienda kwa wenzetu wa Hindi, wao wanasema shanti. Lakini pia ukienda kwa wenzetu wa kule Kongo wanasema lingala. Lakini yote pia maana yake ni amani. Lakini ukija kwa ndugu zetu Waislamu wanasema salamu, si ndio? Lakini ukija kwa wenzetu wa Kristo wao wanasema shalom. Unajua kuona kwamba hili neno lote ni maana yake ni hiyo moja, maana yake ni amani. Sasa kwa tafsiri rahisi, amani maana yake ni ile hali ya mtu kuwa ana uhuru, si ndio? Ana uhuru wa kufanya jambo pasipokuwa na hofu, si ndio? Lakini pia amani ni ile hali ya mtu wakati mwingine anapokuwa anafanya jambo fulani pasipokuwa anapata kushurutishwa, kudhulumiwa, kuonewa, manake hiyo ni amani chanya. Sasa nafikiri niongee kwa kifupi kwa namna hiyo. Okay. Kwako Miss Sylvia, nitamani sana kupata mawazo yako. Neno amani likija kichwani mwako, kitu gani ambacho unaweza kukitafsiri kwa moja kwa moja kwamba this is peace? Sawa, kwangu mimi neno amani kwangu mimi moja kwa moja naweza nikasema ni utulivu, kwa sababu panapokuwa na utulivu maana yake hakuna bugdha, panapokuwa na utulivu maana yake kuna uhuru.
Kwa hiyo unafanya kile unachotakiwa kukifanya ukiwa katika hali ambayo inakuruhusu kukifanya kwa ukamilifu. Na kwangu mimi amani inaanzia kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja hadi kufikia katika ngazi ya kijamii. Yes. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna mtu mpaka sasa hivi anakuwa amekosa yani hiyo amani, kwa sababu umesema kwamba inaanzia kwa mtu binafsi. Lakini je, mtu ambaye amekosa amani anatambulika vipi? Sawa. Sio nyakati zote utatambua kwamba mtu ana amani au hana amani, kwa sababu tunaposema inaanzia kwa mtu mmoja mmoja, hali ya kibinadamu inawezekana kifikra, yale ambayo unayatamani, yale ambayo unayaota, uko na changamoto ambazo zinakufanya usiyafikie. Kwa tayari katika akili yako inakuwa haina amani, kwa sababu unatafuta suluhisho ya zile changamoto labda unazopitia. Lakini pia kuna hali ukiangalia katika ngazi ya kibinadamu ya kihisia, kwamba kama binadamu kama kuna kitu kinakutatiza, ushai kuona kuna mtu anapitia kitu hapati usingizi, yani hatulii, anatapatapa. Kwa sababu gani? Tayari hisia zake zimeingia tatizo. Anakuwa ni mtu mwenye hofu, anakuwa ni mtu ambaye hana furaha, anakuwa ni mtu ambaye muda wote anawaza hiki ninachopitia kitaisha lini, au ikitokea hivi nini kinatokea. Kwa hiyo hata hali ya kibinadamu inakukuta kwamba unakuwa yani unapata ile sintofahamu ambayo inakutia wasiwasi. Na ndio mimi kwa definition yangu mwenyewe kwamba nikasema neno la kwanza linalokuja kwenye kichwa changu ukisema amani, maana yake ni hali ya utulivu. Kwa sababu kichwa kikiwa kimetulia, moyo umetulia, basi unaamini kwanza unaweza ukafanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo sasa hapo ndo binadamu tunavyotofautiana. Kuna muda kuna mtu anafanya kitu kinachokuonyesha wewe binadamu mwenzake kwamba hayuko katika hali ya kuwa na amani. Na kuna muda kuna mwingine anaweza kawa anacheka, wewe ukajua mtu ana furaha na amani, lakini kumbe ndani ya moyo wake, ndani ya kichwa chake na yale yanayoendelea katika maisha yake hayana utulivu. Na hicho kinaonekana sana kwa vijana wa viva hivi. Kupitia mitandao ya kijamii, unaweza kukuta mtu ana post amfurahi nini, kumbe deeper inside anaumia, analia. Unadhani kwamba kwa namna gani hilo linaweza likatatulika, watu wawe real kwamba mtu ana amani ajionyesha ana amani? Mr. Elvis, kutokana na tafsiri ambayo umeitoa wewe ya kwamba amani ni mfumo 1 2 3, unadhani kwamba kwa namna gani kijana wa Kitanzania sasa hivi anaweza akajibuild ili awe na amani ile ya kweli, yani sio ya kutafutiza kwenye mitandao ya kijamii? Sawa. Kama nilivyosema hapo awali kwamba amani manake ni mtu anakuwa hali ya kuwa huru, si ndio? Anafanya jambo pasipo kubuguziwa au labda kuonewa. Lakini umezungumza hapa kwamba wakati mwingine mtu kwenye mitandao ya kijamii anaweza akaonyesha maisha ambayo yani it is not an actual life, yani hayana uhalisia. Ndani yake anakuwa mtu anaugua na vitu fulani. Sasa hapo moja kwa moja nakwenda katika masuala ya matatizo ya afya ya akili, si ndio? Mpaka hapo ambayo ndo mara nyingi inasababisha mtu kukosa ile hali ya kudhibiti hisia, kudhibiti chuki ndani yake, kudhibiti ile hali ya kuona kama amekosa mambo fulani, unaona mpaka hapo. Sasa namna mtu kuweza kujijenga vizuri kwamba aweze kuishi maisha ambayo yanakuwa na uhalisia, tafsiri yake ni kwamba huyu mtu inabidi sasa ajenge uwezo wa kuweza kudhibiti hisia zake, kudhibiti mawazo yake, kudhibiti mtazamo wake, mwenendo wake. Maana mtu anapokuwa anashindwa kudhibiti vitu kama hivi, maana vinampelekea sasa kuishi maisha ambayo si ya kwake tena. Maisha ambayo wakati mwingine anaweza kumfanya mtu anakuwa na hasira wakati wote, anakuwa sehemu ya kusababisha vurugu migogoro kwenye jamii. Lakini haya yote yanazungukia kwa sababu gani? Ameshindwa kudhibiti mtu hisia, mwenendo wake, tabia zake, sio mpaka hapo, ambayo yanaathiri sasa akili yake na kumfanya aishi maisha ambayo sio kwake tena. Kwa hiyo mimi nategemea hapo kuona kwamba ile elimu ya afya ya akili kwa vijana itolewe ili basi waweze kudhibiti kile ambacho wanakuwa wanakifanya katika maisha ya kila siku. Hususan hata katika masuala ya mitandao ya kijamii, na imekuwa sehemu ya kuwafanya vijana wengi sana kuwa sehemu ya kuweza ni kama kujeruhi sasa watu wengine. Si ndio? Utakuja kuona comment nyingi sana, watu wana comment kwenye mitandao ya kijamii, kuna matusi ambao wanakuwa wanafanya insultationist words ziko nyingi sana. Sasa mtu akiwa anazipokea pasipokuwa na ule uwezo wa kuweza kukabiliana na hivi vitu, ndio anakuwa sehemu ya kuweza kusababisha kutokea kwa uvunjifu wa masuala ya amani. Migogoro pia inakuwa inatokea kwa namna hiyo. Itakujibu kwa namna hiyo. Okay, na kwa sasa hivi naona vijana wengi tunajifunza vitu vingi sana kupitia mitandao ya kijamii. Hata mambo ya uvunjifu wa amani, sijui nini, unakuta ni vitu ambavyo watu wana practice labda kwa kuona sehemu fulani wanafanya hivi, lakini na sisi ngoja tu solve namna hii. Okay, sasa hivi Miss Sylvia, upo kwenye baraza la vijana kama mwakilishi and staffs. Ukiwa kama
kiongozi kijana mwanamke, unadhani ya kwamba wanawake au mabinti wamepata nafasi ya kutosha ya kuzungumzia masuala ya amani? Ukiangalia katika ngazi ya uhamasishaji wa masuala ya ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya amani, kwa sababu kwanza ushiriki wao upo katika nyanja tofauti. Tukianzia katika nyanja ya kijamii, sisi wenyewe kama vijana kuna vile vitu ambavyo tunaweza kufanya au kushiriki katika nguvu yetu wenyewe kama vijana mmoja mmoja au kwa makundi, kuhakikisha kwamba sauti zetu zinasikika, lakini pia kupitia taasisi ambazo tupo nazo, ukiachana na makundi, lakini kupitia majukwaa tofauti tofauti, kuanzia katika ngazi za mashuleni, vyuoni, mtaani, kama kuna majukwaa ambayo yanaweza akatushirikisha kwenye masuala ya uongozi, kwenye masuala, unajua amani kama mwenzangu alivyotangulia kusema kwamba ni swala mtambuka. Ni linagusa kila nyanja ya maisha. Kwa sababu kwenye masuala ya kiuchumi, vijana tusiposhiriki katika kujitafutia kipato au kuwa na mianya tofauti tofauti ya kupata kile kipato, manake tayari tunakuwa hatuna amani. Kwa nini? Tunashindwa kufanya vile vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya vya kimaendeleo kwa sababu hatuna kipato. Lakini sauti pia, vijana kwa namna gani tunakaa kwenye meza ambazo sauti zetu zinaweza zikasikika, kwenye majukwaa ambayo sauti zetu zinaweza zikasikika, na ikiwemo mojawapo ni katika kuwa kiongozi katika nyanja fulani. Kwa hiyo haya maeneo yote ni sehemu ambayo vijana wanaweza wakashiriki. Lakini tukija kwa watoto wa kike sasa, tukiangalia bado tuna safari, lakini nisiseme uongo, tayari tuna majukwaa mbalimbali ambayo yanatuwezesha sisi watoto wa kike kutoa sauti zetu. Na tunavyoongelea masuala ya amani, hatuangalii tu kwenye masuala ya uongozi kiujumla. Tunaangalia katika nyanja za maisha ya kila siku. Kwamba huyu mtoto wa kike ni nani? Ni mwanafunzi. Pale shuleni anashiriki vipi katika kutatua changamoto ndogo ndogo ambazo ziko pale shuleni? Anashiriki kwa namna gani kuwa kiongozi pale shuleni? Anashiriki kwa namna gani kuwa sehemu ya kuhamasisha vijana wenzake wa pale shuleni waweze kufanya matendo ambayo ni mema, yasiyoleta athari mbaya katika jamii yetu? Kwa hiyo tukija katika level ya kijamii ya kawaida pia, sisi kama vijana mmoja mmoja katika ngazi ya familia, pale unapoona mambo hayaendi vizuri, je, una nafasi ya kutoa sauti yako na kusema jamani, hapa naona kuna kitu hakipo sawa? Au pale ambapo kuna mwingine anafanya kitu kibaya, unakuwa katika nafasi pia kurekebisha kile kibaya. Kwa hiyo wanasema peace begins in the home. Inaanzia katika ngazi ya mtu, katika ngazi ya familia, hadi katika ina reflect kwenye ngazi ya jamii. Kwa watoto wa kike tayari mimi nikiwa mfano nimeshiriki kupitia uhamasishaji wa ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika majukwaa mbalimbali ikiwemo Youth for Peace Agenda. Kwa hiyo nipo, lakini pia kupitia yale majukwaa tuna watoto wa kike, kwa sababu tunaposema kijana ni mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Kwa hawajaachwa nyuma, lakini bado tuna safari kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya wasichana na wanawake katika nyanja mbalimbali ambazo tunaamini ndizo zinazotikisa sauti ya kuhamasisha masuala ya amani. Kwa mfano katika nyanja ya uongozi, tuna viongozi wanawake wangapi? Tunashiriki vipi kuhakikisha tunainyanyua wanawake wengine, wasichana, katika kufika kwenye yale majukwaa na kuweza na wao kuwa sehemu ya sauti. Kwa zipo changamoto nyingi ambazo zinamfanya huyu mtoto wa kike asiweze kushiriki kikamilifu, lakini ni sehemu ya jitihada ambazo kama mataasisi, lakini pia kama umoja wa masuala ya ushiriki wa vijana katika ujenzi wa amani, ukiangalia katika jukwaa kama la Youth for Peace Agenda, ni sehemu ya jukumu letu kuhakikisha kwamba hakuna kijana anaachwa nyuma, hususan pia mtoto wa kike kwa mahitaji alionayo ili aweze kufika pale. Okay. Na Mr. Elvis, narudi kwako. Unadhani kwamba kwa yale yote aliyoyasema Miss Sylvia, wewe unadhani kwamba ni kwa namna gani unafikiri kwamba inaweza ikawa ni solution pale inapotokea kwamba limetengenezwa jukwaa sasa kwamba jamani vijana tukutane hapa tuzungumzie amani, tuchakate vizuri and then tuje na solution moja? Unadhani wewe kama Elvis utakuja na solution gani ambayo unadhani itakuwa best na itakuwa katika moja ya chachu ya kufanya vijana wawe aware kuhusiana na mambo yanayohusu amani? Sawa. Nataka hapa niongelee jambo moja kama ulivyokwisha kusema kwamba what will be the best, sawa, ili kupata resolution ambayo hata pia vijana wakiwa wanashiriki katika majukwaa ya namna kama hii ya masuala ya ushiriki katika mambo ya amani na usalama, they can feel like we are part of it. Unaona mpaka hapo, yani vijana
hawatamani kuwa sehemu ya kuona jambo, lakini they want to be part of developing, si ndio? Wanataka sehemu ya kuendeleza hilo jambo, lakini pia wanatamani kuwa sehemu ya kuweza kurebuild hilo jambo, si ndio? Sasa cha kwanza, katika nchi yetu Tanzania hapa tunatakiwa tuweze kuwa na mkakati ule wa kitaifa wa masuala ya amani na usalama, tuseme, si ndio? Lakini pia tuwe na ile sera, si ndio, mpaka hapo, ambayo itaelezea namna gani kijana anaweza akashiriki, si ndio, mpaka hapo, katika masuala yote ambayo yanazungumzia masuala ya amani na usalama, si ndio? Lakini pia kama nilivyosema, kuwa sehemu ya taasisi ya The African Leadership Initiative for Impact, tumekuwa sehemu sasa ya kutaka kuja kuona kwamba tunakuwa na ile sustainable resolution, si ndio, ambayo itaonyesha kwamba kijana kweli anashiriki na kushirikishwa. Lakini hapa ni kwa kuwa na ule na mkakati, si ndio? Na nimekuwa sehemu ya kufanya tafiti ambayo tumewakuta makundi mbalimbali ya vijana katika maeneo yao, si ndio? Na vijana pia tukasikia sauti zao kwamba what do they want to see, si ndio? Na namna gani pia wanatamani kuwa sehemu ya huo mkakati. Yaani manake wasiwe sehemu tu ya kwamba watu wamekaa juu wakoandaa mkakati, lakini walitamani sasa wao sauti zao kama walivyofanya ziwepo kwenye ule mkakati, si ndio? Na ndio maana tayari leo hii kupitia taasisi ya The African Leadership Initiative for Impact pamoja na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana tumeweza kuwa sehemu ya kuweza kuratibu mchakato kama huu ambao tunaamini kwamba tunapokuwa na majukwaa kama haya na tayari mkakati ambao tuko nao mezani ambao unaonyesha jinsi gani kijana anaweza akashiriki katika masuala ya maamuzi, akashiriki pia katika masuala ya, maana mkakati utaeleza masuala ya uwezeshaji wa vijana katika masuala ya kiuchumi. Mkakati pia utaeleza pia masuala ya namna ambavyo vijana wanapaswa kupata elimu ya masuala ya uraia na uzalendo. Mkakati pia utaonyesha masuala mbalimbali tu ambapo vijana hao wanaweza kuwa wazalendo katika nini, masuala ya kulinda nchi yao, tuseme, si ndio? Lakini pia wasibuniwe na jinsi ambavyo ulimwengu sasa hivi unaenda, si ndio? Kwa hiyo tukijipima sisi Tanzania tutakuja kuona nchi za wenzetu kama Gambia huko tayari, unaona, huko Ghana wanao mikakati, lakini sisi Tanzania ilikuwa ni bado, si ndio? Lakini nategemea kwamba tutakuwa na jukwaa ambalo sasa litakuja kubainisha na kuonyesha mkakati ambao vijana wanaomiliki. Maana yake pia sisi ni sauti zao na walikuwa sehemu ya mchakato, na ule mkakati maana yake sasa utaonyesha dhahiri kwamba nafasi yao pia ni ipi na wajibu wao pia ni upi kama vijana, si ndio? Kwa hiyo kuna mkakati maana yake itakuwa kama ni roadmap ambao unaonyesha kwamba vijana sisi inabidi tupite hapa. Lakini kama tunapokuwa tuna mkakati sasa ni kama vile tumekuwa blinded, tuone kwamba tunaelekea wapi. Na ndio maana akasema huu mkakati sasa utakuwa kama njia kuonyesha sasa vijana kwa ujumla, nikiwa pia na mimi kama kijana pia napaswa kushiriki kwa namna gani katika masuala haya ya amani na usalama. Ni sio tuseme kupokea tu maagizo ya mambo haya, lakini pia niwe sehemu ya kuweza champion, si ndio? Lakini pia niwe sehemu ya maamuzi ya hayo ya masuala ya amani na usalama. Kwa kifupi tu nizungumzie kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo kuna mkakati ambao mkakati pia kama nilivyosema ufahamike pia zaidi na watu wa umiliki. Yaani maana yake tu sio tu mkakati wa kikundi cha watu fulani, lakini uwe pia. Lakini hapo ndo sema ambao pia vijana wengi wanalalamika kwamba majukwaa inaonekana yapo, lakini ni kama yani hawapati taarifa kwa wakati. Kwa hiyo wewe kama mbobezi upo huko, you guys yani wewe mna publish wapi na wapi? Maana watu hawaoni. Sawa, nimekupata vizuri. We are publishing. People they do see. Sawa, watu wanaona. Kwa sababu gani kwa hivyo? Tayari tuna social media hizo platforms, ndio tunayo LinkedIn, tunayo X, tunayo Twitter, ndio mpaka hapa tuna magrupu ya WhatsApp ambao makundi ya vijana pia wapo. Ndio wanaona kile ambacho tunakifanya katika masuala ya majukwaa ya amani na usalama kwa vijana. Lakini pia wanaponiambia feedback katika majukwaa, kwa mfano EU for Peace National Forum, si ndio? Mpaka hapo hii ni agenda ambayo vijana wanakutanika kila mwaka annually, si ndio? Lakini pia tunataka kuona kwamba kupitia hili jukwaa vijana wanakuja kuwa na mapendekezo na maazimio ya pamoja, na hayo maazimio pia pamoja baadaye yanakuja kutolewa reaction yake, yani kila baada ya jukwaa kumalizika katika muda fulani, at the same watu wanapanga maazimio kwamba tunataka tuone hichi, tunataka tuone hichi na hichi, na linapokuja jukwaa lingine hata kabla ya kuja kuendelea vijana wanapata mrejesho ya nini ambacho kimefanyika. Kwa mfano sasa hivi tunao coalition ya masuala ya youth and peace and security, si ndio? Ni kitu ambacho kimekuwa kimetokana baada ya kuwa na hiyo jukwaa, si ndio? La kushiriki katika masuala ya amani na usalama, si ndio? Kwa hiyo maana yake watamani kuwa na muunganiko wa wadau mbalimbali ambao wanafanya katika maeneo ya amani na usalama, si ndio? Tukaja kuwa na hiyo coalition ambao tayari hao watu pia wapo mpaka sasa, si ndio? Lakini pia kuwa na ile azimio kwamba tunatamani kuja kuwa na mkakati wa kitaifa wa masuala ya amani na usalama kwa vijana, si ndio? Na ni kweli
taasisi ya The African Leadership Initiative for Impact kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana na wadau wengine ambao wameweza kuchampion huu mchakato ambao very soon, na tunaamini pia watu watapata kusikia tunapokwenda kwenye mikakati kwenye mchakato na jukwaa letu lile la kitaifa la mwaka huu. Tunaamini kwamba ule mkakati utakuwepo. Iwe kweli sasa. Na ni kweli. Na watu watauona. Si ndio mkakati? Utazimuliwa pale. Na natamani pia sisi tulipo hapa tuwe sehemu ya kuweza kuuzindua na kushuhudia ule mkakati ambao nafikiri utakuwa ndo majibu ya maswali mengi ambayo vijana walikuwa nayo kuhusiana na namna wao wanavyoshiriki na kushirikishwa katika haya masuala ya amani na nini na usalama, kwa sababu utaonyesha njia mzuri. Na mimi naamini ya kwamba vijana hatuna sababu ya kuwa blind kwa sababu sisi ndio wa sasa hivi, yani sisi ndio taifa la sasa hivi. Kwa hiyo kwako Miss Sylvia, unadhani kwamba kama vijana taifa la sasa hivi yani likiundwa baraza sawa la vijana ambalo linatakiwa kutoa suggestion kwamba vitu gani muhimu vifanyike ili vijana watoke kwenye hizi sintofahamu, wawe aware kuhusu amani and security na kila kitu kiweze kukaa sawa, unadhani wewe ungeshauri nini ambacho nadhani inawezekana, yani hapa ndo biggest solution? Sasa ukiangalia kama ambavyo Elvis ametangulia kusema kwamba tunahitaji huo mpango mkakati wa kitaifa wa masuala ya ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya amani na usalama, kwa sababu bila huo muongozo, maana yake kuna watu wengi sana hawatojua majukumu yao katika hili. Tukiangazia sisi kama vijana, makundi yanayopatikana, wadau mbalimbali wa vijana, lakini ikiwemo serikali yenyewe. Kwa hiyo mpango mkakati utakuja na majibu ya kwa namna gani kila mtu anashiriki, kila mtu ana wajibu upi, na kila mtu anashiriki vipi, kwa namna gani, kwa sababu ukiangalia mpango mkakati utaainisha au mimi natamani uainishe vizuri yale maeneo 4 ambao kwenye muongozo wa masuala ya amani na usalama tunasema participation, kwamba kijana atashiriki vipi, lakini pia tuna masuala ya prevention, kwamba endapo kuna changamoto ambazo zinawakumba vijana ambavyo zinawaweka katika hatari ya kushiriki katika vitendo viovu, vitendo vya uvunjifu wa amani, ni vitu gani vinatakiwa vifanyike na nani anatakiwa afanye kabla yule kijana hajawa katika yale mazingira hatari. Na kingine kwenye masuala ya tuseme resilience, na namna gani huyu kijana anaweza kastahimili hizi changamoto, lakini pia pale inapotokea sasa hii changamoto, tuna mikakati gani kama taifa ya kuhakikisha huyu kijana anarudi katika hali ya kawaida, ya kuhakikisha huyu kijana hawi tena sehemu ya kitu fulani, ya kuhakikisha huyu kijana anakuwa sehemu ya kumuepusha kijana mwingine kuwa katika maswala fulani. Kwa hiyo hapo maeneo hayo lazima yaainishwe kulingana na muktadha wa nchi yetu na changamoto ambazo zinatukumba vijana ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tukiweza kugusa kwa undani maeneo hayo, basi naamini tutaanza kutatua matatizo yetu, kwa sababu wanasema muktadha ndio utakao kuambia wewe unatakiwa ufanye nini kwa watu wako. Kwa ni lazima uangalie vijana wapo wa makundi mbalimbali, changamoto zipo za tofauti, na inaweza kawa ni changamoto moja, lakini changamoto anaipitia kijana huyu sehemu hii, na changamoto hiyo anaipitia kijana mwingine pale, suluhisho lake lazima linakuwa tofauti. Kwa hiyo naamini mpango mkakati huu utakuwa ni very inclusive, ni jumuishi, kwa sababu I can testify, na mimi nilikuwa ni kati ya kijana ambaye nilijaza dodoso kushiriki kutoa maoni yangu ya namna huu mkakati unavyotakiwa kuwa. Na uliuliza hapa kwamba ni kwa namna gani zimejifanyika jitihada kuhakikisha vijana wengi zaidi wanafikiwa, lakini tuliona kupitia majukwaa ya kidijitali ambapo dodoso lilitumwa, lilizungushwa sana kuhakikisha kwamba sisi kama vijana tunashiriki, lakini pia nje ya dodoso timu iliweza kwenda mikoani kuhakikisha wanakutana na makundi ya vijana katika vijiji vyao, katika wilaya zao, katika mikoa yao, kwamba tupate sauti za vijana wote ambao kiukweli wameweza kufanya nini, kufikiwa, kwa sababu sauti ya kijana mmoja inabeba sauti ya vijana wengi. Yes. Okay. Mimi nimewaelewa vizuri. Kiukweli mmefulika, yani kiukweli mmeongea vitu ambavyo ni halisi, lakini Mr. Elvis uliongelea kitu kama afya ya akili, if I'm not mistaken. Yeah, you're very right. Uliongelea hicho kitu. Mimi nataka unipe hapo uhusiano, kuelezea in details au in deep. Natamani kusikia kwamba
issue ya afya ya akili inahusiana vipi na issue za amani? Sawa. Unajua bwana, katika ulimwengu tulionao sasa, yaani watu wengi sana wanaita tatizo la afya ya akili. Na nilitangulia kusema kwa sehemu kwamba afya ya akili, yani ikitokea mtu hana kwenye dunia tuliyoko nayo sasa, I say you are lucky, you are very lucky. Okay. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu utakuta wakati mwingine mtu atakaa tu anazungumza mwenyewe tu. Anakaa tu anazungumza mwenyewe, au wakati mwingine kawaida. Sasa mawazo kawaida. Tatizo afya inapelekewa na mtu kuwa tatizo afya ya akili. Kwa mfano rahisi hapa niutoe hapo, nita develop inataka niseme na vile ambavyo umesema kwamba kuna uhusiano gani katika masuala ya afya ya akili na masuala ya uvunjifu wa amani, migogoro, vitu kama hivyo tutavizungumza. Wewe kuona kwamba siku moja labda umelala ndani, umeingia ndani nyumba yako umelala, alafu zeni unaamka unasema hivi mlango nimefunga sijafunga. Unaona mpaka hapo mtu anaamka tu pap, ukaenda kuangalia mlango unakuta umeshafunga zamani tena. Unaona mpaka hapo. Hiyo that's the problem pia. Afya ya akili hiyo. Unaona? Sasa kama nilivyosema, afya ya akili ni pale ambako mtu anashindwa kudhibiti sawa hisia zake, muda wote mtu anakuwa na hasira. Mtu anashindwa kudhibiti mawazo, mwenendo wake, tabia yake, na hapa huyu mtu anakuwa anafanya mambo kinyume na kawaida. Sasa tumetegemea kwa mfano katika mazungumzo kama tulionayo. Kwa mfano mimi hapa nilikuwa nazungumza na Madam Sylvia hapa, mkurugenzi, pamoja na pia moderator, alafu mimi nikaanza kupayuka hapa kupiga makelele. Tayari hapa nishaanza vurugu. Na ningepelekea hata kanifukuza, bwana huyu toeni hapa, si ndio? Angalia bwana huyu kichwani kidogo joka vizuri. Kwa hiyo kufanya mambo kinyume na kawaida, hii pia ni miongoni mwa vitu ya masuala ya tatizo ya afya ya akili. Mtu anashindwa kudhibiti mwenendo wake. Haya, tunatafahamu tamaduni ya watu wa Kitanzania tuseme, si ndio? Kwenye hiyo mitandao ya kijamii ambayo nilizungumzia hapo awali kwamba lazima tutumie lugha ambazo kimsingi zinatoa heshima kwa mtu mwingine, lugha ambayo kimsingi haimdharaulishi mtu mwingine. Lakini kule unataka kuona kwamba miongoni mwa kanuni ya kuonyesha wewe una dalili za afya ya akili, kwanza ni kusema uongo. Okay. Lakini pia wanasema kwamba mtu mwingine kusema kauli ambazo zipo kinyume na kawaida, kama nilivyosema. Yaani ukijua tunasema mambo kinyume na kawaida, tayari tatizo. Maana kama kwenye ukweli unasema uongo, tayari hilo tatizo afya ya akili. Unaona mpaka hapo. Kwa hiyo maana yake inapelekea vipi sasa kutokea kwa masuala haya ya migogoro, uvunjifu wa amani? Kama nilivyosema, mtu wakati mwingine tu anakuwa na hasira tu, au nilikuwa nimekaa hapa alafu sizungumzi. Unaniuliza maswali wewe alafu mjasibu nimekaa tu sizungumzi chochote. Unajua kabisa kwamba huyu kidogo angalau dishi lake hapa kijana halijakaa vizuri. Kuna sehemu kidogo nati imeregea, wanasema tu kama ndio. Kwa maana yake utanichukulia hatua kwa vile ambavyo nimeshindwa kudhibiti, pia vile ambavyo wewe umekuwa unanioje. Ndio maana nikasema sasa migogoro inatokeaje? Mtu kwenye mitandao ya kijamii, nataka nizungumzie kwenye hizo digital platforms ambazo wakati mwingine umeshaona watu mpaka wanafikia tu wanajinyonga, si ndio? Mtu ampewa kauli fulani, ameona kabisa hii bwana ili kama vile imezaurisha, si ndio? Mpaka anachukua hatua kwenda kujimimiza. Ni afya ya akili. Inaleta migogoro wakati mwingine kwa sababu na huyu mtu aliambiwa neno hili na mtu fulani. Sasa familia inaanza kumtafuta nani alisema hili neno. Haya, polisi pia wakati mwingine wanaingizwa hapo kufanya investigation kuona kwamba what was the source, chanzo kilikuwa ni kitu gani. Kumbe ni taarifa ambayo ilitoka na mtu fulani ambaye wakati mwingine huyo mtu aligombana na familia yake nyumbani, lakini akajuta tu malipoka kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ambao unalipokea ile umeshindwa kudhibiti tabia yako, mwenendo wako, unachukua maamuzi ambayo kimsingi watu wengine si sahihi. Umeona mpaka hapo? Sasa maamuzi ambayo unakuwa unayafanya mtu wa namna kama wewe yanapelekea sasa kuzalisha migogoro na chuki baina ya watu. Inaweza kawa wewe mwenyewe au inaweza kawa watu ambao wanakuzunguka pale nyumbani kwako tuseme, au jamii kwa ujumla. Kwa hiyo pale ndio migogoro inatokea. Kwa hiyo nataka niangalie au nielezee kwa swala ya matabaka ambayo yanaweza kutokea pale mtu anapokuwa anafanya maamuzi ambayo yamesababisha tatizo la afya ya akili. Na maamuzi hayo moja kwa moja yanakwenda kuwa chanzi cha migogoro kwenye jamii husika. Sasa watu wanavyokuwa hawaelewani, hawazungumzi, tayari pia napo pia tunasema pale kuna changamoto, lakini tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo uzungumzi na mwenzako wiki mzima kwenye mtaa, amsalimiani, lakini yale yametokana nini? Na matatizo ambayo yamesababishwa na afya ya akili. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kimsingi nikisema nielezea hapa atachukua muda mwingi sana. Lakini kama tu itoshe kusema kwamba mtu anapokuwa anafanya maamuzi ambayo yanapelekea kutokea kwa migogoro, chuki kwenye jamii, yale yanasababisha sasa chuki, kutengana kwenye jamii, vurugu kwenye jamii, migogoro kwenye jamii, na moja kwa moja masuala ya uvunjifu wa amani inakuwa yanadhaliwa kutokana na matendo ambayo ni hasi yanayosababishwa na matatizo ya afya ya akili. Na kutokea hapo unaweza ukaniaminisha kwamba hata maendeleo katika jamii na ngazi ya taifa yanaweza kadrop kabisa 100%. Kwa sababu gani? Watu ambao wana matatizo ya afya ya akili, nimesema kwamba watafanya maamuzi ambayo wanashindwa kuyadhibiti, ambayo inakuwa ni hasi. Sawa. Ndio mpaka
Sawa. Nataka niishie tu kusema hivyo. Kwa kweli uishie hapo. Asante. Naomba nirudi kwako Miss Sylvia. Kila mmoja najua ana story behind kwamba ilikuwaje akachagua upande wa amani, kwamba mimi nataka peace, yani mimi nachagua peace and security hapa. Natamani kusikia kutoka kwako, what the motive behind, au ni kitu gani ambacho ulikiona ukasema natamani kusimama hapa kama binti, kama kiongozi? Sawa. Katika ngazi ya kibinafsi kabisa, Yeah. ni sisi kama vijana tunapitia, yani tuna safari, na katika safari zetu kwa mmoja mmoja kila mtu anapitia changamoto zake. Na kwangu mimi amani kwa namna ambavyo tunaiongelea ni kitu ambacho kinamgusa kila mtu, yani Yeah. it's something that brings us together and it's something that ikivunjika inatuachanisha Kabisa. kwa hiyo sasa nikiangazia hilo swala naona mimi nimekuwa nikishiriki katika masuala mbalimbali ya kijamii. Sasa mwisho wa siku kumbe kila yani ule mchango ambao nautoa katika jamii yangu, kila ninachokifanya nakuwa ni sehemu ya kutengeneza amani. Kwa sababu tunavyoenda kule chini katika ngazi ya jamii, kwa mfano, tunagundua kuna tatizo fulani na tunaenda kutafuta namna ya kulitatua. Tunakuja pamoja na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunatatua lile tatizo. Tayari mimi kama kijana moja kwa moja ninashiriki katika ujenzi wa amani. Kwa namna ambavyo lile neno lilikuwa linazidi kukua kadri maisha yangu yanavyoenda, basi ndivyo nimeweza kuliweka moyoni. Kwa hiyo hata katika ngazi ya taasisi, tuko katika mataasisi ambayo pia amani ni sehemu ya ajenda. Kwa ukiangalia kila unachokifanya kupitia jukwaa, kila unachokifanya kupitia mahusiano yako na watu, tayari as long as kuna kitu unachangia ambacho ni positive, basi wewe ni sehemu ya kutengeneza amani. Na ndio maana hata tunavyoongelea amani, yani watu wasione kwamba ni kitu ambacho kinafanywa tu na serikali, kinafanywa tu na polisi. Hapana, amani inaanzia katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, kwa sababu hata vurugu zinaanzia katika ngazi ya mtu mmoja mmoja. Azi watu hawaamki tu asubuhi wakafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo inaanza na namna gani sisi kama wenyewe tunavyoishi na kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ya kwamba kati yetu kila mtu afanye lile lilokuwa sahihi. Kila mtu afanye kile ambacho ni positive. So for me, definition of peace nilikuja kuiweka katika yale ambayo nayafanya kila siku. Kwa tayari nikajiona ni sehemu ya hiyo safari. Kwa hiyo kuna tukio labda hapo katikati lilikuvutia ukasema aisee, kutokana na hili ngoja nisimame kama ambassador kwenye upande wa amani na security? No, kwangu mimi ni maisha ya kila siku. Kwa sababu hata tunavyokuwa kwenye mazungumzo, namna ambavyo kila mtu anaiongelea amani sivyo ambavyo wote hapa hatuwezi kuongelea amani kwa namna sawa. Kila mtu ataiongelea kwa namna yake. Kwa unavyozidi kukaa kwenye mazungumzo ya amani ndivyo unavyozidi kujifunza amani ni pana kiasi gani. Na kwa namna gani kila mtu katika jamii ni sehemu ya yani kila mtu ana wajibu wa kutengeneza amani kwa namna yake pale alipo. Yani it doesn't matter, your background doesn't matter, but who you are as a human being and who you are as a person kwenye group ya watu kwenye jamii, tayari wewe ni sehemu ya kwa hiyo hapo inamaanisha kwamba lazima tuwe makini, watu tunaokutana nao, maeneo ambayo tunakaa, tunazungumza nini, tunasikiliza nini, kinaweza kika affect moja kwa moja maisha yetu ya kila siku. Na ina uwezekano mkubwa wa sisi kujengeka kutokana na sehemu ambazo tunaenda na have a lot of time, si ndio? Kama kijana huwezi kumpangia kijana wapi anakuwa, lakini inaweza ikawa ni chachu ya kijana kujengeka. Sasa unajua mazingira yanaweza kukujenga au yakakubomoa, na mazingira yana include vitu vingi. Sio tu mtu. Chochote kinachokuzunguka kinaweza kukutengeneza kuwa mtu wa aina fulani. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba amani inajengeka kuanzia wewe unaamua kufanya kilicho sahihi. Yani mazingira pia yanaweza yakawa hayana amani, lakini wewe unaweza ukawa sehemu ya kuitengeneza ile amani. Yani unaweza ukatoka hapa ukakuta sehemu watu wanagombana, lakini wewe ukaenda pale kusuluhisha ule mgogoro. Kwa hiyo inawezekana yale sio mazingira yako. Lakini wewe ulipofika pale ulifanya kitu kidogo tu ambacho kimesababisha umebadilisha watu 5 kutoka watu kwenye ugomvi hadi kwenda kwenye hali ya amani. Kwa siwezi kusema kwamba mtu kuna maeneo asifike, kwa sababu inawezekana wewe ndo balozi ambaye unatumwa kwenye hilo eneo ili uende ukabadilishe upepo. Lakini naweza kusema kwamba kama wewe ni sehemu ambaye ya mtu au binadamu ambaye unaitakia jamii yako mema, basi kokote utakapofika, hata kama mazingira yake si mema, basi wewe utahakikisha unakuwa balozi wa kuyafanya yale mazingira
yabadilike. Ndio maana tunasema peace begins in the home. Okay. You cannot go out there while nyumbani hapana amani. Wewe unaenda kwa jirani unasema amani, wakati wewe umeondoka nyumbani umeshindwa kutoa neno moja tu la kuhamasisha kwamba pale nyumbani unapotoka, kwa sababu hata wewe unaenda kule kuhamasisha ukiwa hauna amani. Okay. Kwa sababu yale ndo mazingira yako uliyotoka. Kwa hiyo it begins in the home. Yeah. Okay, jamani, amani inaanzia nyumbani. Kwa Miss Silvia nadhani tuwe tumemalizana hivyo, na huo ndo ushauri wako kwa wadau ambao watakwenda kutazama. Lakini naomba nisikie kutoka kwako Mr. Elvis. Unadhani kwamba una ushauri gani kwa watu ambao wanakutazama sasa hivi? Ushauri ambao niko nao kwa wale ambao wananitazama ni kwamba amani ni tunu, lakini pia amani ni zawadi ambayo inapaswa kuenziwa kwa gharama ya namna yoyote. Manake ukipoteza amani ni ngumu sana kuweza kuipata tena. Kwa hiyo mtu yote ambaye anasikiza, ambaye yuko mtaani, yuko nyumbani, ofisini, ni kwamba tuna tunu pia ya amani. Lakini pia tuna Tanzania tu moja, hatuna haja Tanzania nyingine. Kwa hiyo lazima tumlinde mama Tanzania, kuhakikisha kwamba kile tunachokifanya basi kinakuwa sehemu ya kudumisha utu, kudumisha hali ya kuhurumiana, kudumisha hali ile ya kusaidizana na kupeana fursa. Manake if hakuna fursa, hakuna amani. Asante sana. Miss Silvia, naomba nikupe dakika 2 za kumalizia. Unashauri nini wale ambao sasa hivi wanakutazama kwenye masuala mazima ya amani? Sawa. Kama jamii tuna wajibu wa kushiriki na kushirikishwa katika ujenzi wa amani. Na kwangu mimi ujumbe wangu ni mmoja tu, kwamba amani huanzia nyumbani. Okay. Amani huanzia nyumbani. Kwa hiyo hadi kufikia pale kwenye jamii yetu tunavyokutana sasa, tunasema hii ni jamii. Ujue kila mtu kuna nyumba ametokea. Yeah. Kwa ikianzia kule, manake wote tunakuja kukutana kama jamii salama, kama jamii ambayo inaamini katika ushirikiano, inaamini katika makubaliano, inaamini katika maelewano. Okay. So it begins in the home. Yes. This is Youth for Peace podcast. Nimekuwa na wakati mzuri sana na nyinyi. Niseme tu asanteni sana. Na mimi nimejifunza kutoka kwenu, na naamini ya kwamba wale ambao wanatutazama watakuwa wamejifunza mambo mengi zaidi. Sisi tunakwambia Youth for Peace podcast. Until next time, ulikuwa na mimi Assumpta Godfrey. Asante.